Mropokaji na mbumbumbu wa sheria ambaye ni John Heche ametokeza kwenye chombo cha habari cha TBC. Chombo cha habari cha TBC anasema kwamba kazi ya mbunge sio kuleta maendeleo kwenye jimbo. Nimepigiwa simu na watu wake wa karibu na vijana wa Chadema, wananiambia hivi, kumbe yona ndio maana wanasemaga ile jamani mbumbumbu. Tumemuona leo kwenye chombo cha habari cha TBC pale Bongo, ana radio ya TBC, anazungumza mambo ya hovyo, anaropoka. Lakini kamwambia wewe ni mbumbumbu wa sheria, hata kama amesoma sheria, mbumbumbu kabisa, kwa sababu hajui chochote anachokizungumza, kwa sababu achana basi na mambo mengi. Chukua hata sheria ya mwaka 2009, sheria ya mfuko wa jimbo. Ile mfuko wa jimbo wanaweka hela kwa ajili ya nini? Sababu mwaka 2009 ndio sheria hiyo imetungwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ambayo mfuko wa jimbo ule unawekewa ile pesa inawekwa kwenye mfuko wa jimbo, kazi yake ni nini? Na kila mtu anajua mbunge ndio mpeleka maendeleo kwenye jimbo lake. Sasa leo John Heche mropokaji hajui kabisa kwamba mbunge ndio mpeleka maendeleo na mbunge ndio mwenyekiti wa ile kamati ya mfuko wa jimbo. Yeye ndio mwenyekiti wa ile kamati ya mfuko wa jimbo na wajumbe wake wanajulikana kabisa. Sasa ule mfuko wa jimbo tu kazi yake ni nini kama mbunge? Lakini hata tuachane na hiyo, twende hata kwenye sheria za serikali za mitaa ambazo ni sheria zile za serikali za mitaa ambazo ndio ziko kwenye zinasimamia mabaraza ya madiwani. Manake ukiwa na baraza la madiwani, mbunge ni diwani, yaani mbunge ni mmoja ya wajumbe wa baraza la madiwani. Sasa John Heche amekaa bungeni, hajui kama yeye ni mjumbe wa baraza la madiwani. Na diwani ni nani? Diwani ndio mwenyekiti wa maendeleo ya kata husika. Manake the same applies. Mbunge ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya jimbo husika. Lakini tuache hivyo. Yaani leo Heche hajui kwamba baraza la madiwani ndio linakusanya mapato, linashughulika na mapato, sijui kufanya bajeti ya maendeleo na kusimamia. Hajui. Na alikuwa moja ya wabunge wa bunge la jamhuri. Manake watu wa Tarime walikuwa wanaishi maisha magumu sana. Kama kuna mbunge mbumbumbu hajui kwamba yeye ni mjumbe wa baraza la madiwani, lakini yeye ndio mwenyekiti wa mfuko wa jimbo, ambayo mfuko wa jimbo unafanya kazi gani hajui. Lakini tuende hata kwenye kamati ya wajumbe wa kamati ya RCC, Regional Consultants Committee, ile ambayo ni baraza la ushauri la mkoa, baraza ambaye mbunge ni mjumbe wa baraza la ushauri la mkoa, ambalo baraza la ushauri la mkoa kazi yake nini? Wanashauri nini wajumbe wa RCC? Lakini bado nilikuwa naangalia sheria moja inasema wao, ukienda kwenye ile bodi ya mkoa ya baraza la kusimamia wakandarasi pamoja na kuwa RC ndio mwenyekiti, lakini wabunge wote wa mkoa husika ndio wajumbe wa hiyo kamati. Sasa sijaelewa kama wabunge ndio wanaomba bajeti kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanaomba bajeti kufanya nini? Manake kwa kweli tumeingizwa sijui chaka, sijui uwezo mdogo, sijui hana chochote anachokielewa. Lakini ndio hivyo, wao wenzetu wapanua vidole, kazi yake ni harakati, ni kupiga makelele, ni kujidai wanajua, hamna kitu wanachojua. Kwa hiyo tumemshuhudia mtu ambaye anahudhuria baraza la ushauri la mkoa, ambaye ni mjumbe, hajui kazi yake. Lakini hajui hata ile bodi ya mkoa ya makandarasi, hajui kazi yake. Lakini hata alikuwa hajui kama anaingia kwenye baraza la madiwani kufanya kazi gani. Lakini hata hajui kama yeye ule mfuko wa jimbo ambao anamuingizia hela alikuwa anafanyia kazi gani. Manake huyu inawezekana hata vikao husika hawa ni wanaharakati. Wakati mwingine tunahangaika na wanaharakati, lakini lazima tuseme kwamba mbumbumbu na mropokaji amejionyesha
mbele ya umma wa Watanzania. Asante sana. Viongozi wengi wa Chadema ni waropokaji tu, kwa sababu wana mdomo, wanakula bure, wanalishwa bure. Pesa wanatoa wapi? Nyingine zinatoka huku chama tawala, nyingine zinatoka huko kwenye watu ambao wamewatuma kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo Mbumbumbu ameonekana kwenye chombo cha habari cha TBC, tena ameropoka kingine, anasema DP World sio nchi ile ina wananchi milioni 3 wanatuongoza sisi. Hivi huyu Mbumbumbu ajui kama DP World wanaongoza, yani wamewekeza katika nchi 84 among of the hizo nchi, achana na Australia, achana na India huko, achana na Malaysia, achana na Singapore, achana na Thailand, achana na hizo nchi tu hizo ambazo ni za naweza nikazitaja, lakini hajui kama ukienda pale London Gateway, nchi ya Uingereza, nchi ambayo ina teknolojia ya hali ya juu na imetawala mataifa mengi, nchi yenye teknolojia ya hali ya juu, lakini bado wameamua kuwapa DP World wawekeze pale London Gateways. Nenda Southampton, wamewekeza pale Southampton, wamewekeza London Gateways. Hajui huyu Mbumbumbu huyu. Huyu kuna vitu vingine vinachekesha, vinafurahisha, lakini huwa wanaona kama Watanzania wote hawana akili. Kumbe ni wale watu wa mitandaoni. Mimi nawaambia hata viongozi wa serikali, hawa watu wa hovyo hawa, wakiona vile viwatu mitandaoni, eche unafanya vizuri, eche mwamba, kinajiona kina akili. Sio akili, ni utumbo. Watu wenye brains, watu wenye elimu wanakuona unaongea utumbo, ila kwa sababu mna wafuasi kwenye mitandao ya kijamii. Sio wafuasi kwenye huku chini kwenye ground huku hamna watu. Mimi ile eneo nililopo huku Chalinze huku na maeneo mengine, wanaenda Dar es Salaam, naenda maeneo mengi, unakuta hakuna kiongozi yote wa hicho chama cha wapanua vidole baada ya kupanua akili. Kwa hiyo leo anashindwa kuelewa London Gateways pale. Ukienda pale London Uingereza, nchi ambayo ina teknolojia, imetutawala, nchi ambayo imepata uhuru sijui miaka gani huko, wana uhuru zaidi ya miaka 400, wamempa DP World. And then you talk about Tanzania, unaongelea Tanzania tunataka mwekezaji ambaye anaweza kutuletea pesa, na serikali haiwezi kufanya biashara. Serikali inatakiwa ifanye masuala ya kiutawala tu. Biashara zinatakiwa ziwe kwenye sekta binafsi, sisi tunataka tuchukue hela. Lakini hata hivyo, kitu ambacho nafurahia hawa Mambumbumbu, hawajui wenye kazi yao kila siku ni DP World, DP World, DP World. Hawajui pale ukienda bandarini pale kuna mwekezaji mwingine anaitwa Adan Group ambaye ni East African Gateway Limited. Yaani hawajui kama pale kuna kampuni nyingine ambayo ni Adani Group ambaye ubia na East Africa Gateway Limited. Hawajui, wanaongea tu kila siku DP World, kwa sababu DP World imewakaa mdomoni, kwa sababu hawana utafiti, hawana akili. Ndio hivyo wamekaa. Lakini bahati nzuri, baadhi sasa ya viongozi wa CCM wa juu wameanza kuona hawa jamani Mambumbumbu ni Mambumbumbu, ni maropokaji tu.